Karibu sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na mbele yangu nayemuona hapo si mwingine ni Mnandi JR, Mnandi Junior. Uko poa ndugu yangu? Niko good. Kama kawaida nina power ya Mbosso. Una power ya Mbosso? Una power ya Mbosso. Yeah. Bwana, umeiona bwana ile video mwanangu Jairuti kaposti? Ipi tena hiyo? Hiyo yenye gari bwana. Gari liko mjini sasa. Gari lazima lije kwa sababu sikaahidi. Ukiahidi kitu kwa watu wa ready lazima kitimie. Na sasa tulimwambia tutakujaji baada ya msimu kuelekea mwishoni. Tutajaji lakini kwa sababu msimu haujaisha tayari amesha posti. Alete gari letu. Ili tutambe nalo. Aloliahidi. Yani gari tutakuwa nalo na tutatamba nalo. Ila uongozi hatuko nao. Watajuana wenyewe. Yesu kwa na gari na Jairuti tunatamba naye. Uongozi utajuana wenyewe. Watatafuta kutambia huko. Sisi tutatamba na Jairuti na gari letu. Shida nini? Shida hao watuelewi. Au kila tunapowaambia wao waendani na sisi. Hasa kama mtu aendani na wewe, wa nini kusafiri naye? Unaambia utafuta naye kuni ndio unaota naye moto. Kwa hiyo sasa tunaota moto na Jairuti. Haijalishi kwamba wao ndio wamemtafuta wamemleta Simba. Lakini sisi hizi ndio tunaota naye moto. Ila wao wakaote moto na familia zao nyumbani. So Simba Sports watu waache kabisa. Binafsi ukinitajia uongozi wa Simba yani sawa sawa, hata chakula nilichokula muda huo kinawezekana kikanitumbukia nyongo na kile kilichokopo tumboni kikaisha ghafla. Kwa nini tena? Naumia sana kuona na uongozi ambaye hausamini wanachama wala mashabiki wao. Nachukia sana. Nachukia. Sasa kama Jairuti kaidi gari kaidi mchezaji ndio bado hatujapata jibu. Mchezaji labda katoa kimya ama vipi, lakini gari ndio hilo hapo tayari lilishapostiwa, linapigwa stika muda wote na inaingia Msimbazi. Sasa tayari anaenda kutimiza ahadi zake. Na hili kwenye dirisha dogo, au ndio wamemkabidhi Mwangosi tusajilie Mwangosi. Pengine hela akatoa waenda kumsajili Mwangosi. Inawezekana. Muone bwana hela mchezaji hii wanaenda kumleta familia. Yule familia. Sababu hata wale under 20 saizi wanaumia. Sababu Simba wana under 20 wana under 17. Walikuwa na uwezo kwenda kutafuta vijana kwenye zile timu mbili kumleta kwenye senior timu. Timu mbili zipi? Mimi na under 20 na under 17. Hizo timu mbili. Sidhani kama unaweza kukosa mchezaji kama Daraja na Mwangosi. Naamini inawezekana akapatikana zaidi ya Mwangosi katika hao vijana. Kwani kina Hassan Siaka walitoka wapi? Kina William Lucian Gallas wametoka wapi? Kina Ndemla wametoka wapi? Kina Jonas Mkudu wametoka wapi? So wametoka huko. Kwa nini wasiende kule kwenda kutafuta kijana wakampandisha? Wanaenda kutafutia mchezaji Mbeya City eti Baraka Mwangosi. Yule si kijana mdogo anaonekana. Sasa vijana wadogo sisi tunakosa kwenye akademi yetu kule. Si tunazo timu zetu za vijana tunakosa kule. Ile ni dharau. Bwana ndugu yangu, katika vitu ambavyo wanasimba wengi wanajiuliza sana ni kuhusiana na tarehe 5 ambayo mlikuwa mmeahidiwa kadi za wanachama. Pengine hili uongozi umekaa kimya, haujaja na taarifa yoyote kuhusiana na kadi hizo za wanachama. Mnasemaje mashabiki wa Simba? Mimi binafsi nishalizungumza hilo, na kikubwa tuseme kama mimi ni mwanachama tayari. Sihitaji tu wanachama mwingine. Huo wanachama mwingine nitauhitaji nje ya Simba Sports. Sawa, kama hapa ni mwanachama wa Tanzania Sports Influencers. Mimi ni mwanachama halali ambaye natambulika kisheria na serikali. Yaani nchi inafanyaje? Inanitambua. Shirikisho la mpira Tanzania TFF linanitambua. Sawa, FIFA pia watanitambua kadri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo mimi naamini sina shaka kwenye wanachama nje ya Simba Sports. Lakini kwenye Simba pia ni mwanachama. Kwa hiyo kuna wale wenzetu ambao wamesajiliwa kadi za mashabiki na wakaahidiwa watakuwa wanachama siku za usoni. Na Muntaza Mangungu katamka kwa kinywa chake kwenye mkutano wa tarehe 30 mwezi wa 11 kwamba kuanzia tarehe 5 ya mwezi wa kwanza tutaenda kutengeneza mazingira, kadi zitaanza kutoka. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza tuko kwenye tarehe 15. Kadi hazifanyaje? Hazijatoka. Maana tushakata nusu ya mwezi. Kadi hazijatoka. Labda atufafanulie hiyo tarehe 5 ya mwezi wa kwanza 2027, tarehe 5 ya mwezi wa kwanza 2028 au 2030. Labda azungumze wazi kwa sababu ujue ukiweka mabano watu watashindwa kukuelewa. Sawa Sentensi hili nyooke. Anyooshe hapo, afungue kodi hapo. Hii tarehe 5 sio hii nilozungumza mimi ya mwezi wa kwanza 2026, ni tarehe 5 2027 ambaye mimi tayari sipo Simba. Ndio mimi kadi zitatoka. Aseme kwa sababu muda wote tunaamini yeye 2027 yupo tena Simba. Atakuwa kwenye shughuli zake nyingine za kijamii lakini sio Simba. Kwa muda huo atakuwa yeye tena Simba yupo. Sababu atake asitake 2026 uchaguzi lazima ufanyike. 2026 uchaguzi lazima ufanyike, sio hiari kikatiba. Uchaguzi 2026 ni lazima ufanyike kinamna yoyote, kivyo vyote haizoweza kupita 2026 uchaguzi haujafanyika. Kwa nini tena? Katiba brother, katiba ndio mwongozo wa taasisi yoyote. Simba Sports tuna katiba, hatuna kanuni, tuna katiba. Kanuni tunazitumia sisi kwenye matawi yetu, sawa? Tunatumia wapi? Kwenye matawi yetu. Tunafuata katiba lakini tuna kanuni zetu kila tawi kwa ajili ya kuongozana
njia iliyokuwa sahihi. Kila mmoja na kanuni yake, lakini Simba tuna katiba. Kwa hiyo kwa muongozo wa katiba uchaguzi unatakiwa ufanyike 2026. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamefanikiwa kuinasa Saili Yagwe, mchezaji ambaye amewika akiwa na Senegal katika michuano ya AFCON, lakini pia vile kwenye tournament za CHAN ndani ya ligi ya ndani. Mnasemaje wana Simba baada ya mchezaji huyu? Pengine labda kuna kitu chochote anaweza kwenda kuwaletea wana Simba. Huyo mchezaji kwanza sijafuatilia, niliona tu viposti fulani hivi kwenye magrupu. Kwa hiyo na mimi nikiona tu mchezaji kavaa jezi ya rangi fulani, huaga sipendage kufuatilia kwamba anatoka timu gani. Hadi kwa sasa hivi ni kama hali ya hewa imechafuka. Kwa hiyo nikionaga vile hizi story tu. Nimeiona hiyo. Lakini sikuwa na muendelezo wa kuifuatilia. Yaani hapo wewe ndio unanipa kwa undani, lakini mimi sikutaka kufanyaje? Kuifuatilia mpaka ikishakuwa official. Sawa? Naiona pale welcome Simba Sports, shavaa jezi yetu ya Simba. Pale ningeanza kumfuatilia vizuri. Lakini kwa hivyo hayo ni maneno, ni mind game. Nasubiri official katambulishwa Simba Sports, naweza nikaja sasa nikatulia na nikaanza nikazungumzia. Nikamwangalia CV yake, kule alikotoka nini amekifanya, na anapokuja Simba ni kitu gani akifanye ili aisaidie Simba. Nitavizungumza hivyo baada ya kuona welcome ndani ya Simba Sports. Lakini kwa hizo tetesi bado siwezi kuizungumzia. Lakini pia mwalimu pia vile alitoa taarifa na kusema ya kwamba kwenye dokumenti zake alizoziwasilisha kwa uongozi akasema anahitaji ingizo la wachezaji 5, lakini pia vile ziko taarifa ambazo pia alizipeleka kwa uongozi wa Simba na kusema ya kwamba kama itafikia mpaka mwezi wa pili Musa Pinpin Kamara hajapona ni heri Simba wakamuondoa kwenye mfumo, alafu akasajili kocha golikipa mwingine wa kigeni ambaye atakuja kuisaidia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ila ameweka neno kama Pinpin Kamara mpaka mwezi wa ngapi? Wa pili. Kwa Pinpin Kamara mimi naamini tayari kasharejea. Nishamuona akifanya mazoezi kwenye fukwe za bahari, nishamuona akifanya mazoezi gym. Kwa hiyo mpaka unamuona sasa katoka gym kaenda kwenye fukwe za bahari. Alikuwa anafanya mazoezi kawaida, lakini nimeona anafanya mazoezi mpaka ya kuchezea mpira. Kashakuwa fiti. 75% na Pinpin Kamara kashakuwa fit. Hata kama inafaa kwenda kumtumia kwenye mchezo zaidi ya Esperance de Tunis, anawezekana akaenda kukaa kwenye milingeti mitatu na akaenda kaibeba Simba Sports. Mchezo tarehe 23 zidi Esperance de Tunis kule Tunisia. Ana uwezo kwenda kusimama kwenye milingoti mitatu na akaenda kuitumikia klabu. Nimemuona mtu ukimwona baka anafanya mazoezi kwenye fukwe za bahari, kwenye mchanga anakimbia, umeona anafanya mazoezi ya namna zote. Tayari yule kashakuwa fiti. Ni bado tukuungana kwenye mazoezi ya pamoja na wenzake. Lakini mpaka anachezea mpira, si tayari kashakuwa fiti. Kwa sababu yule sio yuko kwenye sehemu ya kugongana muda wote. Yeye yuko kwenye eneo lake lile kwenye 18 ndio eneo lake lile anacheza nalo. Sawa? Lile ukimgusa ndio utasikia ile don't touch me. Yaani usiniguse, kunigusa unanichafua. Kwa maana naamini ana uwezo kwenye mchezo huo kwenda kupangwa pale na akaisupport klabu yetu. Tayari kashakuwa fiti kwangu mimi. Yenu ni nini sasa kwa uongozi? La yetu kwenye hiyo ripoti ya mwalimu. Huyu ambaye yuko sasa hivi mimi namuita Chuck Norris. Steven Becker, huyu Chuck Norris. Huyu ni mwamba kabisa. Ni kocha bora, amefanya makubwa kule South Africa kwenye timu ya Stellenbosch, timu ya vijana kabisa, ile timu ya academy. Ameweza kukaa nayo vizuri. Amesema anataka wachezaji wangapi? 5, si ndio? Katika wachezaji 5 wanaowataka yeye sijajua hapo anataka wa kigeni tu au 5 wao na hawa wa ndani. Hapo sijajua kama wa ndani mmoja kashampata. Kwa hiyo bado 4. Si Mwangosi tayari? Mwangosi tayari. Maana bado wachezaji alimtaka mwalimu. Inawezekana sababu si yule katoka kwenye academy kule. Timu ile anafundisha maana ni timu ambayo ina academy ile. Kwa hiyo naamini kijana kashampata bado 4. Kwenye 4 hao manake watakuwa wa kigeni au pengine pia kuna wengine tena wa ndani atatafuta wengine wa vijana. Kama atatafuta vijana wengine waende Azam FC pale. Waende Azam FC pale kuna vijana wazuri sana. Kama wamebato na nyuma mwiko ndani ya dakika 120 na huku wakiwa pungufu toka dakika ya 70 wamepewa umeme na wameshindwa kupata goli ndani ya dakika 90. Wameenda kufanikiwa kwenye matuta tena penalti moja tu ambaye imewatoa wale Azam, yule beki wao yule anaitwa Zozoa yule ambaye kapiga penalti akamuonyesha Msheli akaenda akaichukua. Wanaonekana kabisa wale wako vizuri sana. Kama kutusumbua sisi hawajabahatisha. Wako vizuri wale vijana kwa sababu Ibenge hakutaka waletewe walotoka national team kwamba nyeba kini Dar es Salaam.